Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kuikataa hali ya huzuni inayokujia mara kwa mara. Kumlaumu mtu kwa makosa aliyoyafanya. Utakubali kuupokea ukweli hata kama utakuwa wenye maumivu. Utajifunza kwa utakachokiona. Kuongelea suala la urithi. Utamsababishia mtu hasara ya kitu au vitu. Utafikiwa na jambo zuri siku zijazo kuanzia sasa. Jiandae kupokea heri. Nyota ya mizani. Wiki hii utakuwa na hali ya kichwa kuuma. Utatoa maamuzi yenye usawa yatakayowafurahisha wengi na kuwaumiza watu wachache. Kwa baadhi yenu mtakuwa na safari nyingi za kikazi au mihangaiko mingine. Kutamani kupata nafasi ya kupumzika. Utakuwa na makubaliano na mtu yatakayobadilisha kitu fulani. Sauti yako itasikika na wengi, kwa jambo unalolihitaji na kutimiziwa au kufanyiwa kazi. Utaacha kufanya kitu kwa sababu ya watu, kupata ujumbe mzuri. Maamuzi yako yatakuwa yenye busara, kuongozwa au kupata mwongozo mzuri. Kujipongeza kwa kudumu na kitu kwa muda mrefu. Kupendwa na mtu baada ya kukuona tu. Marafiki wabaya watajitenga kwako. Kupata ukombozi uliokuwa unauhitaji. Nyota ya ndoa. Jiandae kutambuliwa na wengi msimu ujao. Kwa mambo yatakayokunufaisha. Utashuhudia matukio yatakayokujenga kiimani. Kupata usaidizi kwenye jambo unalolihangaikia. Kujihisi mwenye hasira au jazba. Kuyatafakari sana maisha yako. Nyota ya nge. Kufanya kazi nyingi kwa muda mchache. Utaweka malengo ya kufanya kitu baada ya kukiona. Jambo la mtu litakuhuzunisha. Kwa baadhi yenu mtahisi kutengwa na watu wenu wa karibu. Mtu mwenye nyota ya asili ya maji atajiweka mbali na wewe. Kutojua kosa uliomfanyia mtu baada ya kuona ana chuki na wewe. Kuigiza sauti ya mtu. Kuhitaji kufahamu jambo. Kusitisha kitu. Ugeni wako kuheshimiwa sehemu. Wengi wenu mtazungumziwa sana na watu kwa namna mbaya na nzuri. Kurekebisha kauli ya mtu. Utakuwa mwangalifu sehemu ya barabara. Kuna watu watahitaji kujua hali ya maisha unayoishi. Nyota ya kaa. Kuridhia jambo ikiwa mwanzo hukutamani kuwa hivyo. Mtu anahitaji umshauri kitu. Aliyekuwa mbali anatarajia kurudi katika maisha yako. Utajitahadharisha na mtu. Kutotekeleza jambo kwa wakati. Nyota ya samaki. Kufikia wakati wa kuyaondoa mambo yaliyokuwa na ugumu kwako. Kujifunza kupitia uliofanyiwa na watu. Mtu kuzungumziwa vibaya lakini moyo wako hautaki kuamini hilo. Kwa kuwa unajua wema wake. Kutoa neno kwa mtu kuwa hutaki kufanyiwa jambo usilolipenda. Kuipigania nafasi nzuri. Kuhisi utachaguliwa kwenye nafasi nzuri. Mtu unayemfahamu atapata aibu au kuhadhirika. Nyota ya simba. Kutimiza au kutimiziwa ahadi. Hutokuwa na tamaa ya kitu cha mtu. Japokuwa ni kitu unachokipenda. Kuhisi unaendelea kulifanikisha jambo. Simba, jiweke mbali na dharau. Itakuharibia nafasi yako kwa mtu anayekuheshimu. Utaonywa kwa jambo fulani. Nyota ya mshale. Kusita kuongozana na mtu. Kuhisi mtu anajua kitu kutokana na mashaka utakayokuwa nayo kwake. Kuukatisha usingizi kwa jambo muhimu kufanya. Mtu anaumiza kichwa kwa ajili yako. Nyota ya punda. Kuweka nia ya kutekeleza kitu. Kuhitimisha kazi muhimu. Kutamani mtu akupende kweli kweli. Kupuuzia ujumbe wa mtu. Baadhi yenu kupata taraka au kutoa taraka. Kwa maana ya uhusiano wa kimapenzi kuvunjika. Kuhitaji kumsaidia mtu. Kupata nafasi nzuri ya heshima kutoka kwa mtu. Kuona bata wengi. Inakujulisha unaendelea kutimiza jambo lako. Utahitaji zaidi amani ya moyo wako na kutekelezewa unavyovihitaji. Mashaka yako kwa mtu yataisha. Kuwarekebisha watu kutokana na makosa yao. Kuhisi umefanya kitu kikubwa ambacho moyo wako unafurahia.
kuupima uelewa wa mtu, kushukuru kwa jambo ulilotendewa, kusikia sifa nzuri za mtu, kuaminika. Nyota ya ng'ombe. Kushauri ombi la mtu lifanyiwe kazi kwa haraka, kumkopesha mtu pesa, jumbe nyingi kuingia kwenye simu yako, kutamani kuonana na mtu fulani, kuuhisi ukweli, utakuwa na wivu sana kwa mwenza wako, pia kumchunguza. Pesa inakuja kwako kwa mahitaji muhimu. Nyota ya mashuke. Kupoteza kitu muhimu, kuachana na mtu uliyekuwa unampenda, kujizuia kulia, kuhisi wakati wa maumivu unaisha sasa, kutaka kuanza maisha kivingine. Una malengo yatatimia na kwa juhudi unazozionyesha. Mawazo yako yanaunda ukweli. Ni muda wa kutaka kuwa sawa zaidi, kujiondosha kwa mambo yasiyofaa. Utakuwa mwenye misimamo sana. Nyota ya mbuzi. Mtu wako wa karibu atahangaika sana kutafuta kazi, kupata ndoto yenye uhalisia wa kweli, kutoa tamko la wazi kuwa unampenda mtu, kukumbushwa jambo upande wa ndugu zako. Mtu mwema anajirudi kwako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.